Katika taifa letu la Kenya, mpenzi mtazamaji, tuko na rais pamoja na viongozi wake ambao wanapiga kampeni za mapema, lakini wananyima viongozi wa upinzani nafasi kama yao ya kupiga kampeni za mapema jinsi ambavyo wanajipigia kampeni wao William Ruto. Yaani wao wanajiona ni bora, wanapiga kampeni, wanazunguka Nairobi, lakini ikifika zamu ya upinzani na wao kujipigia kampeni na kujiuza, serikali haitaki hilo. Wanaweza wakatumia hata polisi. Ninamaanisha nini, mpenzi mtazamaji? Mnamo siku ya Jumatatu hii leo tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2026, Gachagua aliweza kufukuzwa kutoka kaunti ya Nairobi CBD, mahala ambapo alikuwa anauza sera zake. Ghasia zilizuka katika Nairobi CBD Jumatatu alasiri baada ya polisi kurusha mabomu ya machozi, ukipenda tear gas, katika mkutano uliokuwa unaongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua pamoja na kiongozi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka karibu na eneo la Tea Room. Muda mfupi baada ya Kalonzo kuanza kuwatambulisha wanachama wa chama chake cha Wiper na wanaowania nyadhifa kwa umati. Yaani Gachagua na wenzake walikuwa Nairobi CBD. Gachagua alimaliza kuzungumza pindi tu Stephen Kalonzo Musyoka alipochukua kipasa sauti na kuanza kuzungumza, kisha kuwatambulisha viongozi ambao walikuwa wanawania viti mbalimbali kupitia kwa chama chake cha Wiper. Walirushiwa vitoza machozi. Imagine, mkutano wao haukukuwa na vurugu, lakini serikali haitaki kuruhusu viongozi wa upinzani kufanya mikutano Nairobi jinsi ambavyo wao wenyewe wanafanya hiyo mikutano. Sasa kwenye video ambazo zinazidi kusambaa mitandaoni zinaonyesha wafuasi wa Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka wakikimbia katikati ya moshi mzito, huku matangazo ya moja kwa moja yakikatizwa ghafla na baadaye viongozi wa upinzani kuondolewa haraka kupitia barabara ya River Road. Sasa mzozo huo, mpenzi mtazamaji, ulifuatia mvutano wa awali katika Vigilant House ambapo Gachagua pamoja na Kalonzo Musyoka walikataa kukutana na maafisa waliotumwa badala ya Inspector General wa polisi, wakishtumu maafisa wakuu wa serikali na Wizara ya Usalama kwa kupanga kuvuruga mara kwa mara mikusanyiko ya upinzani. Unajua, Gachagua alikuwa amewekeana miadi na alikuwa ameomba mkutano na Inspector General Douglas Kanja leo. Lakini Gachagua alipoenda pale na Kalonzo Musyoka kufuatia lile swala la wao kuweza kushambuliwa upande wa Witima Nyeri, Inspector General akajificha. Badala yake akatuma maafisa junior officers, yani maafisa ambao ni wadogo kwake, kwenda kuwasiliana na Gachagua. Na Gachagua alikataa kuwasikiliza, akakataa kuzungumza na wao. Sasa alipoingia Nairobi CBD kuzungumza na wananchi, akatupiwa tear gas na kufukuzwa. Basi nitampa anza kutupa tear gas. Sasa kabla ya Gachagua kurushiwa vitoza machozi Nairobi CBD, walipokuwa katika afisi ya Vigilant House Nairobi, afisi ya Inspector General, Gachagua kwenye mitandao ya kijamii aliandika na kulalamika kwamba
polisi wamekataa kufanya uchunguzi ni kwa nini mikutano ya upinzani inashambuliwa. Niruhusu niweze kubadilisha maneno ya Gachagua mbio mbio kuja kwa Kiswahili, yale ambayo aliweza kuandika kwa lugha ya Kimombo. Alisema kwamba Inspector Generali wa polisi IG Kanja ameanza kutumia mbinu zisizo za kawaida katika uongozi wake usio na uwajibikaji wa kamanda ya polisi. Licha ya kupanga miadi na viongozi wa muungano wa upinzani kwa lengo la kupitia na kufuatilia maendeleo ya masuala nyeti kama vile ukatili wa polisi, mashambulizi dhidi ya makanisa na vurugu dhidi ya wanawake na watoto, alichagua badala yake urais wa mchezo wa kujificha, akituelekeza kukutana na maafisa wa polisi wa ngazi ya chini, junior police officers. Yaani Gachagua anaeleza kwamba ni kama Inspector Generali, licha ya kuweka miadi, licha ya kukubaliana kwamba leo tarehe 16 watakuwa na mkutano wa viongozi wa upinzani, Inspector Generali alijificha. Hakutaka kuzungumza na Gachagua na Kalonzo. Hakutaka kuzungumza na Gachagua na Kalonzo kuelezana ni kwa nini polisi wameamua kuvuruga mikutano ya upinzani. Hapo ni kabla ya wao kurushiwa vitoza machozi, mabomu ya kutoa machozi Nairobi CBD. Lakini Gachagua anasema kwamba walikuwa wanataka kufuatilia ni kwa nini polisi wako na ukatili, wanatumia risasi, wanatumiwa na serikali, na walikuwa wanataka kujua mbona hawajaweza kufanya uchunguzi kuhusu mashambulizi ya makanisa na vurugu dhidi ya wanawake. Generali alijificha, Inspector. Sasa Gachagua akaendelea kusema kwa Kimombo kwamba kuendelea kwake kukataa kuchukua hatua kuhusu shambulio la kikatili katika kanisa la ACK Witima pamoja na kuongezeka kwa mashambulizi kote nchini kunadhibitisha mkakati wa makusudi wa kuwalinda wahusika na kuhalalisha utamaduni wa kutoadhibiwa. Sasa Gachagua hapa anasema hivi: kuendelea kwa Inspector Generali kutochukua hatua dhidi ya wale ambao waliweza kufanya makosa ya kushambulia viongozi wa upinzani kanisani upande wa Witima pamoja na kuongezeka kwa mashambulizi kote nchini, Gachagua anaeleza kwamba kunadhibitisha mkakati wa kimakusudi wa jeshi la polisi nchini Kenya katakata kuwachukulia hatua wahusika waliofanya shambulio. Sasa Gachagua akasema kwamba huduma ya polisi ipo kwa ajili ya kuwahudumia Wakenya, si kuwatisha. Sheria lazima itumike kwa usawa kwa wote. Utumishi lazima uwe dhamira yetu ya dhati. Utumishi kwa katiba, utumishi kwa wananchi. Tutarudi afisini kwako. Unaweza kukimbia lakini huwezi kujificha, Bwana Kanja. Unaona, Gachagua amesema kwamba bado watarudi katika afisi ya Kanja licha ya kwamba amejificha. Sasa baada ya Gachagua kutoka kwenye hiyo afisi, walielekea CBD, mahala ambapo walikuwa wanafanya mkutano, lakini kila ambacho walikuwa wanaenda kufuatilia na kuambia Inspector Generali mbona, ama kumuuliza Inspector Generali kwa nini polisi wanatumika kusambaratisha mikutano ya viongozi upinzani, tendo hilo hilo tena likajirudia Nairobi CBD, mahala ambapo viongozi wa upinzani waliweza kushambuliwa. Sasa katika kanda hii ninaomba niweza kukueleza kwa nini mikutano ya Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka iliweza kushambuliwa Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Chukua sekunde 1, 2, 3 kapiga subscription, bonyeza kengele, alafu sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi, kwa sababu ukifanya hivyo, mpenzi mtazamaji, utakuwa umeweza kujikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupokea taarifa zetu pindi tu zinapochipuka. Karibu tusonge mbele. Sababu ya kwanza, serikali hawataki upinzani waweze kupata nafasi ya kujiuza katika kaunti ya Nairobi, kwa sababu kaunti ya Nairobi ndiyo capital city ya Kenya. Na endapo upinzani watauza sera zao vizuri,
na viongozi wengi wao wachaguliwe kaunti ya Nairobi, basi serikali itakuwa imepoteza jinsi ya kucontrol, ya kuendesha kaunti ya Nairobi, kwa sababu unaelewa serikali isipokuwa na wabunge ambao ni wa kutoka kwa mrengo wa serikali katika kaunti ya Nairobi, basi itawakalia vigumu wao kufanya hata shughuli za kisiasa Nairobi. Mnakumbuka kabla ya ODM kuweza kuingia kwa serikali, William Ruto ilikuwa inamkalia vigumu sana hata kupita Nairobi. Atakana kwamba sasa hivi anaweza akafanya mkutano baada ya kuwalipa vijana, na hao vijana wanamalizia kumuimbia one time. Lakini sio kama kitambo. Kitambo hata William Ruto kusimama ilikuwa ngumu. Ndio maana sasa wataki kupea viongozi wa upinzani nafasi waweze kujiuza, kwa sababu wanaona kwamba upinzani wakijiuza vizuri katika kaunti ya Nairobi, wengi wao wachaguliwe, basi serikali itakosa mwelekeo. Namba 2, serikali inasema kwamba endapo wangeacha ule mkutano uendelee, ungeathiri biashara za wafanyabiashara Nairobi. Sasa nikashangaa, upinzani wao wakifanya mikutano ndio biashara zinaathirika Nairobi, lakini serikali wao wakifanya mikutano Nairobi biashara haziwezi zikaathirika. Ni jambo la kushangaa. Sijui biashara zingeibwa, maduka yangevunjwa. Sasa nashangaa kipindi ambapo serikali inafanya mikutano, wao wezi hawataweza kuingia. Namba 3, serikali inasema kwamba Gachagua hakuwaambia iwapo kwamba angefanya mikutano katika kaunti ya Nairobi ili polisi kutolewa ama polisi kujulishwa kuchunga mikutano yake isije ikashambuliwa na vurugu. Mikutano ilikuwa salama, ilikuwa peaceful, ya amani, mpaka kipindi ambapo polisi waliweza kuamua kumwaga tear gas. Namba 4, huyu ni William Ruto anamuambia Rigathi Gachagua kwamba yeye ndiye yuko na mamlaka, anaweza kaamuru polisi waweze kumfanyia chochote. Anataka kumwambia Gachagua kwamba kipindi kimoja ulionja mamlaka, lakini sasa hivi sisi ndio tuko na mamlaka, wewe hauna mamlaka. Namba 5, William Ruto anaona kwamba akiruhusu viongozi wa upinzani kufanya kampeni zao katika kaunti ya Nairobi, wananchi watazidi kukataa serikali na ikae vigumu kwa serikali kufanya kazi. Ukiangalia hata viongozi wa upinzani wengine kutoka chama cha ODM akina Sifuna, na wao wanafanya mikutano ambayo inamkataa William Ruto. Wanaona kwamba hii mikutano ikiendelea inaweza ikazaa hata maandamano. Lakini hii serikali haifanyi vizuri. Kipindi ambapo mikutano ya viongozi wa upinzani inashambuliwa na kuharibiwa, ni ishara kwamba serikali imeogopa. Na kipindi ambapo serikali imeogopa, wanaamua kutumia vitoza machozi, wanaamua kutumia polisi ili kutawanya mikutano ya upinzani. Wacha nikuambie, kama ilikuwa imeandikwa William Ruto hataweza kuchaguliwa 2027, hawezi akachaguliwa tena kwa kuweza kufukuza viongozi wa upinzani. Anyway, sina mengi, ni hayo ambayo nimeweza kukuandalia. Lakini serikali kwa kufuruga mikutano ya upinzani, hicho ni kinyume na katiba. Katiba inasema kwamba viongozi wote wako sawa, wanaruhusiwa kufanya mikutano yao, wako na uhuru wa kujumuika. Hawezi ukaniambia ati kwamba uhuru wa serikali wa kujumuika ni tofauti na uhuru wa viongozi wa upinzani. Hii ni ishara kwamba wameogopa. Sasa nikimalizia, mpenzi mtazamaji, wacha niweze kuomba vijana wenzangu na Wakenya wenzangu ambao hamjaweza kujiandikisha mpate vitambulisho. Harakisha wiki hii, ninaomba muweze kujiandikisha mpate vitambulisho. Vitambulisho vikija, jiandikishe kama wapiga kura ili sauti yetu mwaka ujao iweze kusikika. Tuchague viongozi ambao watatufanyia kazi. Namba 2,
tunataka kuendeleza kampeni ya kutaka followers wangu mkimbie upande wa Facebook, tafuta ukurasa wa Sifuna, follow him. Tunataka kufikisha huyu bwana 1 million followers. Mimi ni bwana Ezra, nami ukinipata Eagle Ezra upande wa Facebook, ukurasa ambao uko verified, follow mimi pia.